Hapo awali tukiwa tumeanza na taarifa ya William Ruto ambaye kwa sasa amekuwa kiongozi wa nchi kuanzia sasa mpaka pale Rais Uhuru Kenyatta atarejea kutoka nchini Uholanzi kwa kesi yake katika mahakama ya ICC. Hussein Mohamed ana taarifa hiyo. Ni mkutano ulioibua hisia tofauti, mkutano wa pamoja kati ya bunge la kitaifa na seneti. Madhumuni kuu yakiwa ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta iliyotarajiwa kutoa mwanga zaidi kuhusiana na wingu zito ambao limetawala vinywa vya Wakenya kuhusu iwapo rais atakwenda The Hague ama hatakwenda. Hata hivyo, alasiri hii Uhuru ametoa kauli yake akinukulu kipengee cha katiba 147. Now take the extraordinary and unprecedented step of invoking Article 147(3) of the Constitution, and I will shortly issue the legal notice necessary to appoint Honorable William Ruto, the Deputy President, as acting President while I attend the status conference at The Hague in the Netherlands. Aidha, alikiri kuwa upande wa mashtaka katika ICC hauna ushahidi wa kutosha, kwa hivyo wana imani kuwa kesi hiyo itatupiliwa mbali. Aidha, amesema suala hilo la kibinafsi wala sio taifa nzima. For all that my conscience is clear, has been clear, and will remain forever clear that I am innocent of all the accusations that have been leveled against me. Hapo awali Uhuru alikutana na mawaziri pamoja na kamati kuu ya usalama wa taifa tayari kwa safari yake hapo kesho katika mahakama ya ICC. Mwanasheria mkuu tayari yupo The Hague, huku takriban wabunge na maseneta 100 wakitarajiwa kufika Uholanzi kumpa Kenyatta mkono wa kheri akifika kizimbani ICC. Kikao cha Kenyatta kitafanyika Jumatano hii. Ni kauli ambayo ni ya kihistoria, naibu rais William Ruto akiweza kushika usukani kama rais wa taifa la Kenya. Lakini sasa macho yote yataangazia mahakama ya jinai kule Hague kuona jinsi ambavyo shughuli nzima itakavyoendelea. Hussein Mohamed, KTN leo katika makao makuu ya bunge Nairobi.